Moni. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, upungufu wa watumishi wa kada ya afya kwa halmashauri ya wilaya Chemba ni 67%, na hii imechangiwa na ongezeko la vituo vya afya pamoja na zahanati. Ni upi mkakati wa serikali kwa kuongeza watumishi ili kuweza kukidhi mahitaji yaliyopo kwa sasa? Asante. Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza Mheshimiwa Mohamed Moni kwa swali lake hili zuri, na naomba nimtaarifu Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inafanya jitihada kubwa sana ya kuendelea kuimarisha sekta hii muhimu ya afya msingi, na kutokana na uwekezaji mkubwa wa kuendeleza miundombinu, ujenzi wa hospitali za halmashauri, vituo vya afya, zahanati zimejengwa nyingi. Zaidi ya trilioni 1.29 imewekezwa katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Tunafahamu kwamba kuna uhitaji wa watoa huduma kwa maana ya watumishi wa kada ya afya, na tayari serikali inaajiri, inatoa ajira kila mwaka wa budget. Fedha zinatengwa na vibali vinatoka kwa ajili ya kuajiri watumishi wa kada ya afya ambao wanapangwa katika maeneo tofauti, ikiwemo hasa yale maeneo yenye uhitaji mkubwa. Lakini pia kuna ajira za mkataba ambazo mamlaka zetu za serikali za mitaa kupitia mapato ya ndani wanaweza kuajiri watumishi hawa. Lakini kuna njia nyingine ambayo ni watumishi wa kujitolea ambao wanajitolea, wanalipwa posho kidogo na kutoka kwenye fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo serikali inaendelea na jitihada hizi zote, na nikuhakikishie Mheshimiwa Mohamed Moni, watumishi hawa watapangwa katika wilaya yako, katika jimbo lako la Chemba, ili waweze kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Mheshimiwa, tuendelea Dr.